Mahakama Kuu ya Tanzania imemgeuka Rais Samia Suluhu na kutoa onyo dhidi ya kesi ya Tundu Lissu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali ikiwa wewe ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Na katika kile kinachoonekana kama hatua isiyo ya kawaida ndani ya mfumo wa mahakama nchini Tanzania, Mahakama Kuu imeibua mjadala mkubwa baada ya hakimu anayesikiliza kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu kutoa kauli kali iliyoacha ukumbi wa mahakama katika hali ya taharuki. Kikao cha leo kilichojaa mawakili, wanahabari na wanasiasa kiliingia katika hali ya msisimko baada ya hakimu kutoa onyo kali kwa upande wa mashtaka, akisisitiza kuwa mahakama haiwezi kuvumilia tena ucheleweshaji usio wa lazima. Hakimu huyo alieleza bayana kuwa hatua ya kusuasua kwa upande wa mashtaka inavuruga mchakato wa haki na kudhoofisha imani ya wananchi kwa vyombo vya sheria. Na katika kauli iliyotafsiriwa na wachambuzi wa sheria kama ishara ya kutaka uwajibikaji wa haraka, mahakama hiyo ilisisitiza kwamba ni lazima hatua zote zilizobaki zikamilishwe kwa wakati ili mahakama iweze kutoa uamuzi bila kusukumwa na presha ya muda au mihemko ya kisiasa. Kauli hiyo ilibeba uzito mkubwa, hasa ikizingatiwa kuwa kesi ya Tundu Lissu imekuwa ikichukua muda mrefu kukiwa na malalamiko ya mara kwa mara kuhusu ucheleweshaji wa kimaksudi. Tukio hilo liliibua hisia mseto miongoni mwa waliokuwepo ukumbini, ambapo baadhi ya wafuasi wa Chadema walionekana kushindwa kuzuia vigelegele vya chini kabla ya kutulizwa kwa askari wa usalama wa mahakama. Hali hiyo ilidhihirisha namna kesi hiyo ilivyo na mvutano wa kisiasa na hisia nzito za kijamii. Wataalamu wa sheria wameeleza kuwa hatua ya hakimu kutoa agizo hilo si jambo la kawaida na inaleta taswira kuwa hata ndani ya mfumo wa mahakama kuna sauti zinazopaza kelele dhidi ya kucheleweshwa kwa haki. Wameongeza kuwa huu ni ujumbe mzito kwa upande wa mashtaka kuhakikisha kuwa mchakato wa kisheria haugeuki kuwa chombo cha adhabu isiyo rasmi. Kwa upande wake, Tundu Lissu alionekana kuwa makini na mtulivu wakati agizo hilo lilipotolewa, akifuatilia mwenendo wa kikao kwa makini na kuendelea kuchukua kumbukumbu katika daftari lake. Mtazamo huu umetafsiriwa na wachunguzi wa kisiasa kama ishara ya kujiamini na kuendelea kuamini katika mfumo wa haki licha ya changamoto alizopitia. Kesi ya uhaini ambayo imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu na vyombo vya habari vya ndani na nje ya nchi, sasa inaonekana kuingia katika hatua mpya na kasi na uwazi. Uamuzi wa hakimu kutoa muda mfupi kwa upande wa mashtaka kukamilisha hatua zilizobaki umetajwa na wengi kama hatua chanya kwa mustakabali wa haki na mchakato wa kidemokrasia nchini. Huku taifa likiendelea kushuhudia kesi hii yenye uzito wa kisiasa na kisheria, macho sasa yameelekezwa kwa Mahakama Kuu ya Tanzania kuona kama kweli hatua iliyochukuliwa itaongeza kasi ya upatikanaji wa haki kwa wote wanaohusika. Na kesi ya Lissu sasa imechukua sura mpya yenye matarajio, msukumo na shinikizo la kutenda haki bila kuchelewa.